Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tukielekea huko Tehran. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba Marekani haina hadhi ya kuwa na uhusiano na Iran. Msuguano kati ya Iran na Marekani unazidi kuongezeka kutokana na viongozi kutokukubaliana. Kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei amesema wazi katika hotuba yake kupitia televisheni ya taifa akisema kwamba Marekani haina hadhi ya kuwa na mahusiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Marekani na Israel ni vita vilivyopangwa kwa muda wa miaka 20, lakini taifa la Iran limeshinda na adui ameshindwa. Ndani ya siku 12 tumeonyesha uwezo mkubwa na namna tunavyoweza kufanya mashambulizi na mapambano. Sasa hatuhitaji tena uhusiano na serikali za kidhalimu, anasema Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi huyo muadhamu wa serikali ya mapinduzi amesema hayo usiku wa kuamkia leo Ijumaa wakati alipozungumza na taifa la Iran kwa njia ya televisheni na kusema, taifa la Iran la Kiislamu, napenda kusema kwamba siku hizi ni siku za jeshi la kujitolea la Basij, na nataka nizungumze nanyi mambo mawili matatu. Kwanza, ni lazima fikra ya Basij iendelee kuwepo. Basij ni harakati yenye thamani kubwa kwa taifa. Misukumo ya Basij pia ni misukumo inayopendwa na Mwenyezi Mungu. Ni misukumo ya kufanya kazi kwa dhati na kwa heri na kujiamini. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, kiongozi huyo muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa leo hii fikra ya wapiganaji ambayo iliasisiwa nchini Iran imeenea na kunawiri sehemu zote duniani. Leo hii hata kwenye mitaa ya nchi za magharibi, nchi za Ulaya na hata Marekani kwenyewe, watu wanajitokeza barabarani na kuunga mkono kwa sauti kubwa wapiganaji wa Palestina ambao chimbuko lake ni Iran. Al-Khamenei amezungumzia pia vipengele mbalimbali vya vita vya kulazimishwa vya siku 12 vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo mwezi Juni mwaka 2025 na kusema kuwa katika vita hivi vya siku 12 taifa la Iran si tu lilipigisha magoti Marekani, lakini pia liliwapiga mweleka wa Zayuni. Hilo halina shaka hata kidogo. Maadui walikuja na kufanya shari nchini Iran, lakini wamekula kipigo. Kipigo hicho ni kwa maana halisi ya neno kipigo. Ni kweli walifanya shari, lakini waliondoka mikono mitupu. Hawakuweza kufanikisha hata lengo moja ambalo walikusudia. Ni kweli waliua viongozi wa kijeshi, lakini pia waliua raia wetu, lakini yale malengo yao muhimu yalikwama. Mipango yao hawataki kuona Iran ikiwa na maendeleo katika sekta ya nyuklia, lakini tutahakikisha hilo linashindikana na halitoweza kufanikiwa. Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi huyo muadham wa serikali ya mapinduzi ya Iran, alisema. Aidha, amegusia pia jinsi Marekani na Israel na mataifa mengine yalivyopanga kuishambulia Iran kwa muda wa miaka 20 na kujiandaa kwa kila kitu kuhusu vita hivyo, na matokeo yake ni kwamba wamekula kipigo licha ya kwamba walitumia silaha zao za kisasa mno na mbinu zao nyingine zote. Anasema kwamba moja kati ya mambo ambayo yamewashangaza maadui ni pamoja na kudunguliwa kwa ndege wanazodai hazionekani katika rada, ndege za F-35 ambazo zilipoingia katika anga ya Iran zilidunguliwa. Iran imefanya maajabu ambayo wengi hawakutarajia. Licha ya kushambuliwa kwa makombora ya Buster kupitia ndege za B-2 katika kile walichodai kwamba wanaharibu mfumo wa nyuklia wa Iran, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba Iran si taifa lenye nyuklia tena, lakini mpango huo haukuweza kufanikiwa, kwani zaidi ya kilo 400 za uranium zingali zinasalia nchini humo. Hata hivyo, bado Israel inataka kuwe na mkakati wa kuweza kuhakikisha kuondoa kilogramu zaidi ya 400 za uranium zilizopo nchini Iran, ambazo zinadaiwa kwamba zikiongezwa kwa kiasi fulani zitaweza kufikia 90% na kuweza kutengeneza bomu la nyuklia, jambo ambalo ndio hofu kubwa ya Israel. Kiongozi huyo wa Iran amesema, ni kweli tumepata hasara, tumepoteza wapendwa wetu, hilo halina shaka, na hayo ndio matokeo ya vita vyovyote vile, lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imethibitisha kwamba ni nguvu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na ulimwenguni kote. Tumemtia adui hasara kubwa mno ya mali kuliko walivyotusababishia hasara. Adui ndiye alianzisha vita na hivyo ndiye aliyepata hasara kubwa zaidi. Ikiwa wataamua kufanya mashambulizi tena, tutakuwa na mashambulizi zaidi ya yale yaliyotokea katika vita vya siku 12. Hata hivyo, katika vita vya siku 12 Iran inadai ilitumia makombora 500 ya masafa marefu
na wakati huu itatumia makombora mengi zaidi kwa ajili ya kufanya mashambulizi katika taifa hilo la Kiyahudi. Iran imesema kwamba zaidi ya makombora 2000 yamepangwa kwa ajili ya kuishambulia Israel ikiwa itaamua kufanya mashambulizi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Endelea kuwa nasi na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Dam Hussein.